رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, awali ya yote hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake na wema wake ametuwezesha tumeweza kukutana tena katika majlisi yetu kwa lengo la kuelezana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama tunavyopeana bishara katika masiku mengine yaliyopita kwamba Muislamu akiamua kukaa msikitini kwa kitambo kifupi kama hiki kwa muda wa baada salatu al-maghrib mpaka salatu al-isha akaweka nia ya itikafu, basi Mwenyezi Mungu anamlipa malipo ya kukaa itikafu msikitini. Lakini pia Muislamu analipwa malipo ya kukaa katika jilsa ambayo ndani yake yanatajwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna malipo makubwa sana ndani yake anayoyapata mtu kukaa katika jilsa ambayo ndani yake yanapatikana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika majlisi yetu leo tutaelezana ama tutakumbushana khutba 4 bora zilizowahi kutolewa katika ulimwengu huu, na wataalamu wa mambo ya public speaking wanakiri kwamba hizi ni katika moja ya hotuba bora zilizowahi kutolewa duniani tangu ulimwengu kuumbwa. Kwa nini tumeamua kuelezea khutba hizi 4 bora, japokuwa kuna khutba nyingi sana tukazitaja ambazo zimenukuliwa katika vitabu mbalimbali kwa hizo ni hotuba bora sana, lakini ipo best ambayo ni hotuba bora kuliko zote duniani, na wanawachuoni wengi wametaja kuwa ni khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ubora wa khutba ya Mtume ulikuwa wapi? Tutakuja kuona, na hizo khutba nyingine ambazo ni 3 ukichukua ya Mtume inakuwa ya 4, na zenyewe ubora wake ulikuwa katika maeneo gani? Ndugu zangu, kwanza kuzungumza au kutoa speech mahala popote, tunasema kwanza hiyo ni sanaa, ni arts, yani ni sanaa ambayo mtu anatakiwa kuwa nayo. Nabiullahi Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimnyima hiyo sanaa, hakumpa iko kipawa cha kuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza akatoa khutba mahala na akaeleweka. Mwenyezi Mungu alimnyima Musa iko kitu. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala wakati fulani huwa anampa mtu kipaji cha kuweza kuzungumza kitu na akaeleweka, lakini kuna mtu anaweza akawa anazungumza mahala lakini akawa haeleweki. Na ukitaka kujua kuzungumza kuwa ni kipaji ambacho kuna baadhi ya wakati Mwenyezi Mungu huwa anampa mtu,
Kuna mtu anaweza akawa na elimu kubwa sana, yani ukikaa naye, ukiwa unazungumza naye mko wawili, anakufundisha, elimu yake ni kubwa sana, au akiwa anaandika vitabu, elimu yake ni kubwa sana. Lakini ukimwambia aje akae mbele aanze kupresent ile elimu yake, au aanze kutoa khutba ya kile ambacho anakifahamu, inakuwa ni kitu kigumu sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakumpa iko kipawa cha yeye kuweza kuzungumza mbele ya hadhira. Na kuna watu wana elimu ndogo sana, Mwenyezi Mungu amewapa elimu ndogo, lakini wakisimama mbele za watu wanaweza kupresent kile kidogo walichokuwa nacho na wakaonekana wana elimu kubwa, japokuwa kumbe elimu yake ni ndogo, lakini Mwenyezi Mungu amempa kipawa cha kuweza kuzungumza. Kwa hiyo kuzungumza au kutoa khutba ni talent au ni kipawa ambacho Mwenyezi Mungu anampa mtu, na sio kila mtu anaweza akapewa iko kipawa. Inawezekana mtu akawa na elimu kubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamnyima iko kipawa. Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu anamuelezea ndani ya Qur'ani, anasema wakallama Allahu Musa taklima. Musa alikuwa na uwezo wa kwenda kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Musa ilikuwa hana uwezo wa kwenda kuzungumza na watu. Uwezo huo Musa alikuwa hana. Ndio maana ukisoma ndani ya Qur'an katika suratu Taha, Mwenyezi Mungu anasema, anaelezea dua aliyoiomba Musa alayhi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie kifua chake, lakini vile vile anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi kwenye ile kazi aliyompa. Lakini Musa pia anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfungulie vifundo vilivyokuwa katika ulimi wake, ili wale anaokwenda kuzungumza nao waweze kumuelewa. Lakini Musa katika dua yake hakuishia hapo. Alimuomba Mwenyezi Mungu ampe ulimi uliokuwa mzuri, ulimi uliokuwa fasaha, amfungulie vifundo vilivyokuwa katika ulimi wake, katika mdomo wake. Lakini mwishoni Musa katika dua yake akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alli wazira min ahli, na kuomba ujalie waziri, yani msaidizi kutoka katika watu wangu. Musa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuishia hapo kuomba msaidizi kutoka katika watu wake, bali akasema Haruna akhi, akamtaja Haruna ndugu yangu. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanye Haruna kuwa ni katika miongoni mwa wasaidizi wake. Ulama wanasema sababu ya Musa kumuomba Mwenyezi Mungu ajalie ampate msaidizi katika miongoni mwa watu wake, Haruna akhi, na Musa akamtaja Haruna, anamuomba Mungu kwamba amfanye Haruna kuwa msaidizi wake, ni kwa sababu Haruna Mwenyezi Mungu alimpa kipawa cha kuongea. Musa alinyimwa uwezo wa kuongea na watu, lakini Haruna Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala alimpa kipawa cha kuongea. Ndio maana Musa alayhi salam anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, nijalie ndugu yangu awe ni waziri, yani maana yake awe ni mtu ambaye atakayekuwa anafanya kazi ya kuongea kwa niaba yangu. Kwa sababu gani? Haruna alijiwa fasaha, alijiwa kipawa, kipaji cha kuwa na uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kuwa na uwezo wa kuzungumza, hapana. Bali ukitazama kwa makini, somo la kuzungumza na watu ni somo maalum ambalo watu wanakwenda kulisomea, inakuwa ni kozi maalum. Kwa mfano, mtu akiwa ni waziri au akiwa ni mbunge, wakiingia tu pale bungeni kuna kuwa na semina ya siku za mwanzo, ima siku 3 au siku 5. Ile semina inakuwa ina malengo maalum. Kwanza ni kuweza kumbrainwash yule mbunge aelewe kwamba yeye ni nani, sehemu gani anatakiwa atembelee, sehemu gani hatakiwi kutembelea, maneno gani anatakiwa aongee, maneno gani asiongee, mavazi ya aina gani anatakiwa avae, mavazi gani asivae, chakula cha aina gani anapokwenda mahala ale, mazingira ya aina gani kutoa chakula. Yani kuna vitu anaanza kumwambia, mpaka namna ya kuongea
anaanza kufundishwa. Kwa nini? Ni somo maalum limewekwa kwa ajili ya kuwafundisha watu kitu kinaitwa public speaking. Ni kozi maalum kwamba mtu anafundishwa namna ya kuongea. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kuwa na uwezo huo, hapana, bali kuna watu wanafundishwa nini cha kuongea. Bali kuna watu wengine unaweza ukamsimamisha ukamwambia atoe khutba, hawezi kutoa khutba mpaka awe na karatasi kaandikiwa. Lakini kuna mtu mwingine unaweza ukamwambia atoe khutba ya jambo la aina fulani, ukampa tu baadhi ya taarifa muhimu, kisha yeye hana sababu ya kushika karatasi, anakwenda anazungumza. Kama unavyomuona Mwalimu Nyerere, Mwenyezi Mungu alimpa kipawa hiko, yani tafuta khutba yake hata moja ambayo Nyerere alikuwa ameshika daftari au ameshika karatasi anazungumza. Hata alipokwenda Umoja wa Mataifa, vitu vyake vyote alikuwa ameweka katika ubongo. Mwenyezi Mungu alikuwa amempa iko kipawa. Lakini kuna baadhi ya watu mpaka waandike mahala kwanza ndio wanaweza kusoma akatoa khutba mahala. Kwa hiyo ni somo maalum kwamba mtu anafundishwa jinsi gani ya kwenda kuzungumza na watu. Bali ukienda mbali zaidi, somo la public speaking linafundisha mpaka aina ya watu unaokwenda kuzungumza nao, kwamba unakwenda kuzungumza na watu wana upeo wa akili kwa kiwango gani. Wenyewe wanasema, wataalamu wa elimu ya public speaking wanasema, balighi nnasa bihaddi uqulihim, wafikishia watu kwa upeo wa akili zao. Unapoenda kuzungumza na watu, sharti ujue kwamba hawa ninaozungumza nao akili zao zimeishia wapi. Ndio maana watu wa elimu ya public speaking wanasema kwamba balighi nnasa biqadri uqulihim, kwa kadri ya akili zao, au bihaddi uqulihim, au kwa kiwango cha akili zao zungumza nao. Ukienda kuzungumza na watu wa primary, zungumza nao kwa kiwango cha primary. Ukienda kuzungumza na watu wa chuo kikuu, zungumza na watu wa kiwango cha chuo kikuu. Watu wa nasari, zungumza na watu wa kiwango cha nasari. Lazima ujue kwamba hawa ninaozungumza nao upeo wa akili zao umeishia wapi. Kwa hiyo kuongea au kutoa khutba ni somo maalumu mtu anafundishwa. Akiingia tu mahala, akiitazama hadhira au aina ya watu wanaokwenda kuzungumza nao, anajua hawa nikiongea lugha hii watanielewa, hawa nikiongea lugha hii hawatonielewa. Kwa hiyo ni vizuri kujua wale watu upeo wa akili yao umeishia wapi. Jambo la pili, antarifa ahwala nnasi fi tilka al-umma, ni kujua wale watu culture zao. Yani ukienda kuongea mahala, kwa mfano umetoka huko umekuja Mtambani hapa Kinondoni na ukapewa nafasi ya kuzungumza na watu, sharti ujue wale watu wa Kinondoni wana culture gani, wana tabia za aina gani, wana mambo gani, kuna vitu gani wanavyo, vitu gani hawapendi. Kwa sababu kujua hivyo kutakupelekea unapoenda kuongea nao usije ukaongea vitu ambavyo vitawakera, au ukajikuta unapigwa bakora kwa sababu umekwenda kuongea vitu ambavyo sio culture yao, wanaweza wasikuelewe. Siku moja niwapeni mfano, alikwenda mtu mmoja katika msikiti ambayo inaitakidi masala ya kuleta tasbihi baada ya sala. Yule bwana akakuta tasbihi zimewekwa mbele kwa imam, tasbihi kama 8 au 9 kazikuta zimewekwa. Yule bwana akazichukua zile tasbihi, akaanza kuzikatakata, akaanza kuambia, nyinyi mnaweka shanga hapa mbele ya mihrabu bwana, hizi shanga hizi bwana. Yule bwana anawatukana wenye msikiti kwa sababu haijathibiti ili jambo kwa mtume. Mtume hajawahi kutumia tasbihi bwana, nyinyi mnaweka shanga. Yule bwana akachukua akazikatakata. Wenye msikiti walipokuja wakamchukua yule bwana wakamuamba makofi. Wakamchukua yule bwana wakamuamba makofi. Kwa nini? Kwa sababu kaenda mahala pasipo kujua wale watu wana culture gani pale, yeye kaenda kupeleka utaratibu wake anaotaka yeye. Siku moja nimewahi kuswali msikiti mmoja Ubungo pale, kwenye flyover pembeni kuna kimsikiti kidogo pale kuna sheli. Miaka kama 8 ama 9 nyuma. Imamu aliposimama mbele, stau aqimu sufufakum, anawaambia waumini muda sala umefika, stau. Kuna bwana mmoja kanzu yake ilikuwa ndefu. Imamu akasema mwanamke arudi nyuma pale Oilcom pale Ubungo pale. Msikiti wa pembeni kuna kimsikiti kidogo. Mwanamke arudi nyuma.
Mimi nikaanza kujiuliza, mwanamke hapa nani? Kumbe kuna bwana mmoja kanzu yake ni ndefu. Kwa hiyo yule anaitwa mwanamke kwa sababu kanzu yake inaburuza. Mwanamke arudi nyuma, akatokea bwana mmoja, shekhe, rudi nyuma. Anamuuliza, kwa nini rudi nyuma? Akamwambia, wewe kanzu yako ndefu inaburuza. Ndio maana mama asema mwanamke arudi nyuma. Ile sala ya dhuhuri ikatibuka pale. Flyover pale Ubungo pembeni. Sala ya dhuhuri nilikuwepo, ikatibuka. Kwa sababu yule bwana aliona kadhalilishwa. Kwa hiyo inawezekana imamu alikuwa yupo sawa, lakini njia aliyotumia haikuwa sawa sawa. Kwa hiyo unapoenda kuzungumza na watu, ni lazima ujue watu culture zao ni zipi. Sheikh Idrisa, ule msikiti wa Idrisa Kariakoo, alikuwa anakwenda kufanya da'wa maeneo ya Morogoro huko ndani. Alipokuwa anakwenda kule, akawakuta watu wanafanya adhkari, wanawake na wanaume wamechanganyika mahala pamoja. Sheikh alipoenda akakuta hii hali sio. Haiwezekani wanaume na wanawake wachanganyike mahala pamoja, haiwezekani. Lakini Sheikh hakusema kwanza lile neno, kwa sababu ndio kawakuta. Laita angewaambia kwamba hapa haifai, tokeni wanawake, pengine wangemchukia, lakini kwanza aliwaacha. Akawa anatumia njia za busara na hekima kuwaambia kwamba hiki kitendo hakiwezekani baina ya wanawake na wanaume kuchanganyika. Sasa wakati anaendelea na mchakato kuwapa elimu wale watu, Sheikh akafariki. Mwanafunzi wake siku moja akawa amekwenda kwenye ile eneo ambapo shekhi wake alikuwa akifanya kazi ya da'wa. Alipokwenda pale akawakuta wanawake na wanaume wanachanganyika. Alipofika siku ya kwanza akawaambia, haiwezekani wanawake na wanaume kuchanganyika, haiwezekani. Wale wanakijiji Morogoro wakamwambia, hapa alikuwa Sheikh Idrisa akatukuta hivi na katuacha. Hajawahi kutoa maneno yao. Wewe utakuwa wewe? Mwisho wa siku ile ustadhi wakamtimua kule, wakamuona afai, wakamuona ana elimu. Jambo lilikuwa ni sahihi, lakini njia aliyokuwa anatumia sasa kuambia haikuwa sahihi, kwa sababu ile ilikuwa ni culture yao. Kwa hiyo kuwafanya waache culture yao inataka utumie akili ya ziada. Kwa hiyo wakati fulani unapoenda kuongea na watu, sharti ujue wale watu wana culture za aina gani. Lakini jambo la mwisho, unapoenda kuongea na watu, ni lazima uwahutubie watu kwa lugha yao. Yaani uweze kwenda kuongea na Waingereza ukaanza kuongea Kiswahili, watu kuelewa. Kwenye public speaking unafundishwa, ukienda kuongea na watu, nenda kaongee kwa lugha yao wanayoielewa, ili ujumbe wako waweze kuupokea. Kwa hiyo unapozungumzia elimu ya kuongea, ni elimu pana sana ambayo kuna baadhi ya watu wanakwenda kusoma somo maalum la public speaking. Kwa hiyo tunapozungumzia khutba bora duniani, tunazungumzia khutba 4. Na mimi nitazitaja khutba 4 kama zilivyo, lakini katika hizo 4 khutba bora ni khutba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, katika viwanja vya Arafa, Mtume alitoa khutba ndefu sana, khutba ambayo ilibeba maana kubwa sana, khutba ambayo ilibeba kila kitu katika maisha ya mwanadamu unachokijua wewe. Na Mtume alizungumza kwa muda mrefu, na alizungumza mpaka uso wake ulikuwa mwekundu kwa sababu ya uzito wa yale maneno aliyokuwa akiyazungumza. Mtume aligiwa kitu kinaitwa jawami al-kalim. Mtume alikuwa anaweza kuongea neno dogo lakini lina maana kubwa. Aligiwa uwezo huo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume alikuwa akiongea neno moja laweza kuwa na tafsiri nyingi sana. Mwenyezi Mungu alimjalia iko kipawa, na sio kila mtu ana uwezo wa kugewa kipawa hiko na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Mtume aligewa kipawa hiko na Allah subhanahu wa ta'ala. Aligewa jawami al-kalim, uwezo wa kuzungumza neno dogo lakini lenye maana kubwa. Kwa hiyo khutba yake Mtume katika viwanja vya Arafa, na ndio ilikuwa khutba yake ya mwisho, na ndio ilikuwa khutba ambayo ndani yake ilishuka ile aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ulama wanasema aya hii ilishuka katika viwanja vya Arafat wakati Mtume anatoa khutba yake, na wanawachuoni wanakubaliana kwamba khutba ya Mtume ndiyo khutba bora. Haijawahi kutokea khutba bora duniani kuishinda khutba ya Mtume Muhammad. Niliwahi kusoma kitabu kinaitwa What to Say and How to Say It for All Occasions, na nitanukuu baadhi ya vitabu vingine vingi ambavyo vimenukuu vinasema kwamba khutba ya Mtume ndiyo khutba bora. Mwandishi wa hiki kitabu hakuwa Muislamu,
lakini alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya public speaking, mambo ya kuzungumza na hadhira. Akawa anasema kwamba kama mtu anahitaji kujifunza kuzungumza, basi aende akajifunze katika khutba ya Mtume. Maana yake ni kwamba ni khutba ambayo ndani yake ina mafunzo, ndani yake ina makemeo, ndani yake ina maliwazo, ndani yake inamfundisha mtu namna gani ya kuweza kuiteka hadhira, namna ya kuzungumza. Na huyu aliyeandika kitabu hakuwa Muislamu, alikuwa ni Mkristo, alikuwa anaitwa David Belson. Lakini aliandika kitabu kinaitwa What to Say and How to Say It for All Occasions. Kisha akasema katika miongoni mwa hotuba bora, hotuba namba 1 ni hotuba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hotuba namba 2, kabla ya kuingia kuichambua hotuba ya Mtume, hotuba namba 2 ni hotuba ambayo inaitwa I Have a Dream. Kuna hotuba ambayo aliitoa Martin Luther King. Martin Luther King ni katika miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapigania uhuru wa watu weusi katika taifa la Marekani. Alitoa moja ya hotuba yake ilichukua hisia za watu wengi sana duniani. Alitoa hotuba ambayo ilichukua akili za watu wengi duniani, kiasi ambacho kila mmoja akawa ametokea kuvutiwa na akawa ameipenda hotuba aliyoitoa Martin Luther King katika taifa la Marekani. Inaitwa I Have a Dream. Ndiyo ile hotuba, katika maneno yake Martin Luther King akawa anasema, if you can't fly, run. Kama uwezi kuruka, kimbia. If you can't run, walk. Kama uwezi kukimbia, tembea. If you can't walk, crawl. Kama uwezi kutembea, tambaa, hata kwa mikono, tambaa hata kwa miguu. If you can't crawl, kwa vyovyote vile, asema kama uwezi kutambaa, but by all any means, lakini usikate tamaa. Iwe itakavyokuwa, unaweza kupaa, uwezi kimbia, uwezi tembea, uwezi tambaa hata kwa miguu, lakini kwa namna yoyote ile utaki ukata tamaa. Kuna maneno mengi sana ameyazungumza ndani yake, lakini ni moja katika hutuba ambazo zilibeba hisia za watu wengi sana duniani. Inaitwa I Have a Dream. Wataalamu wanasema hii ni hotuba namba 2 iliyowahi kutolewa katika dunia. Wanasema kuwa ni hotuba bora sana tangu dunia kuumbwa. Lakini kuna hotuba namba 3 inaitwa Yes We Can. Aliitoa Barack Obama. Ilikuwa mwaka 2008 wakati Obama anapigania urais katika taifa la Marekani. Wanasema ni katika moja ya hotuba ambazo zilibeba ujumbe mkubwa sana. Ni hotuba ambayo iliamsha hisia za watu wengi, hata wale ambao waliokuwa hawaamini kuwa Marekani inaweza kuongozwa na mtu mweusi. Hotuba aliyoitoa Obama ilileta taswira nyingine mpya kwamba watu weusi wanaweza kuongoza Marekani. Wanasema kwamba hii ni hotuba namba 3 bora iliyowahi kutolewa duniani tangu ulimwengu huu kuumbwa. Ni hotuba aliyoitoa Barack Obama 2008. Hotuba namba 4 bora ni hotuba ambayo aliitoa Mandela. Ni hotuba ambayo aliitoa Mandela wakati anapigania uhuru wa Afrika ya Kusini. Kuna hotuba aliita I am prepared to die. Nimejiandaa kwa ajili ya kufa. Mandela alitoa hotuba hii. Nimejiandaa kwa ajili ya kufa. Mandela anaingia kwenye harakati za kuikomboa Afrika ya Kusini. Ilikuwa ni katika moja ya hotuba ambayo iliamsha hisia za watu wa taifa la Afrika ya Kusini mpaka wakafanikiwa kuikomboa Afrika ya Kusini. Wataalamu wanasema kuwa hizi ndiyo hotuba 4 bora ya Mtume katika viwanja vya Arafa, Martin Luther King, I Have a Dream katika taifa la Marekani, Barack Obama 2008 wakati anahutubia mkutano wa kampeni na chama chake, na hotuba namba 4 ni hotuba aliyoitoa Mandela wakati anaanza harakati za kupigania uhuru wa watu wa Afrika ya Kusini. Sasa kuna hotuba namba 5 bora, tutakuja kuielezea mwishoni kujua hotuba namba 5 bora duniani ni ipi tangu ulimwengu kuumbwa. Lakini tuondoke na hotuba hizo 4 bora. Watu wengi, waandishi wa vitabu, wamesema kwamba hotuba hizo ndio hotuba bora sana tangu dunia hii kuumbwa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwenye hotuba yake kuna vitu vingi sana aliwahusia Waislamu.
Mimi nitachukua vitu vichache sana, nitawaelezea katika hutuba ya Mtume alivyokuwa amewahusia Waislamu, na hutuba nyingine hizi 4, baadhi ya vitu vichache, kisha tuingie kwenye hutuba ya 5 bora, ambayo hii nayo inapaswa kuwekwa katika miongoni mwa hutuba bora zilizowahi kutolewa tangu ulimwengu huu kuumbwa. Mtume katika hutuba yake aliwaasa Waislamu kuhusiana na kitu kinaitwa heshima, irq. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwaambia Waislamu kwamba inna dima'akum, hakika ya mali zenu, hakika ya damu zenu Waislamu kwa Waislamu, wa amwalakum, na mali zenu Waislamu kwa Waislamu, wa a'radakum, na heshima zenu Waislamu kwa Waislamu, haramun alaykum au alaykum haramun, ni haramu kwa Muislamu kuchafua heshima ya Muislamu mwenzie, ni haramu kwa Muislamu kumwaga damu ya Muislamu mwenzie, ni haramu kwa Muislamu kuchukua mali ya Muislamu mwenzie. Haya yalikuwa ni sehemu ya hutuba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipokuwa katika viwanja vya Arafat. Lakini Mtume hakuishia hapo, bali aliwahusia Waislamu ulimwengu mzima kwenye hutuba yake kuhusiana na wanawake. Mtume aliwahusia Waislamu kwenye hutuba yake kuhusiana na wanawake, akawaambia usikum bin nisa, na kuhusieni Waislamu kuweni makini na wanawake, kuweni makini na wanawake. Usikum bin nisa'i khaira, na wahusieni juu ya wanawake kuwafanyia wema. Mtume aliwahusia Waislamu kuwafanyia wema wanawake kwenye hutuba yake, ndani ya hutuba yake. Lakini Mtume hakuishia hapo, bali alikwenda Mtume akahusia juu ya dhulma, kwamba ni haramu kwa Muislamu kufanya dhulma hata kwa asiyekuwa Muislamu, imma kuchukua mali yake, imma kuchafua heshima yake, ni haramu, usidhulumu. Tena Mtume akatahadharisha kwamba ogopa dua ya mtu aliyedhulumiwa, kwa sababu kunakuwa hakuna pazia baina ya aliyedhulumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akinyanyua mikono yake kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume akawahusia watu kwenye hutuba yake wawe makini na kufanya dhulma hata kwa asiyekuwa Muislamu. Usije ukamdhulumu mtu ukasema kwamba huyu sio Muislamu. Mtume katika hutuba yake akasema hapana, msije mkafanya hivyo. Kwa hiyo yako mengi aliyoyasema Mtume, lakini Mtume katuhusia tukae mbali na heshima za watu, tuwe makini na kumwaga damu za watu, tuwe makini na kuchafua heshima za watu, tuwe makini na kudhulumu vitu vya watu. Haya ni mambo 4 Mtume aliyohusia kwenye hutuba yake. Lakini ukiingia kwenye hutuba ya Martin Luther King, katika miongoni mwa vitu ambavyo alivyokuwa amezungumza, alizungumza kuhusiana na usawa wa binadamu, kwamba binadamu wote ni sawa, hakuna ubaguzi wa rangi, kwamba huyu ni mweupe, huyu ni mwekundu, huyu ni mweusi, kwamba watu wakatofautishwa kwa dini zao, wakatofautishwa kwa makabila yao, kwa rangi zao. Hapana. Martin Luther King akasema watu wasibaguane kwa sababu ya dini zao, watu wasibaguane kwa sababu ya jinsia zao, watu wasibaguane kwa utaifa wao, bali wameumbwa na Mwenyezi Mungu wakiwa na mlengo mmoja katika ulimwengu huu. Na tunafahamu dhehebu la Lutheran ni dhehebu ambalo wanasema mwanzilishi wake ni Martin Luther King. Lakini mmoja ya maneno yake, unajua Uislamu unasema khudhul hikma min afwahil majalin, chukueni hekima hata kama katika vinywa vya wenda wazimu, chukueni hekima. Ukitazama maneno yaliyokuwepo katika hotuba ya Martin Luther King, utagundua kwamba ndani yake kuna maneno ya hekima ndani yake, bali ni maneno ambayo yapo ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mwenyezi Mungu amejalia mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, lengo mfahamiane, lakini mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule atakayekuwa mcha Mungu. Lakini Martin Luther King anahusia kwenye hutuba yake kwamba watu wasibaguane kwa utaifa, watu wasibaguane kwa rangi, watu wasibaguane kwa dini, watu wasibaguane kwa ukabila. Kwa hiyo ni hotuba ambayo ilibeba maana kubwa sana, na kibwagizo kwenye hutuba yake akawa anasema I have a dream, kwamba ninayo ndoto siku moja Marekani ije kuishi katika mlengo mmoja bila ya kubaguana. Wataalamu wanasema Martin Luther King alifight sana kuhusiana na haki za watu weusi katika taifa la Marekani,
Mwisho aliyekuja kufanikiwa kuiongoza Marekani, mtu mweusi wa mwanzo, ni Barack Obama. Kwa hiyo ile ndoto aliyokuwa anaiishi, aliyokuwa anaiota Martin Luther King ikaja kutimia baada ya Obama kuongoza taifa la Marekani. Kwa hiyo ilikuwa ni katika moja ya hutuba bora sana. Hutuba namba 3 ya Barack Obama, kila mmoja anajua Marekani walikuwa hawaamini kama mtu mweusi anaweza kuwa rais. Ukiangalia chama cha Republican na chama cha Democratic, kulikuwa na upinzani mkubwa. Obama anaingia kwenye uchaguzi, kuna upinzani mkubwa, na watu wengi walikuwa hawaamini kama Obama anaweza kushinda urais wa Marekani. Lakini Obama akaingia na slogan inayosema yes we can, tunaweza kuiongoza Marekani, watu weusi tunaweza kuwa viongozi. Wataalamu wanasema ile slogan yes we can ilikwenda ikabadilisha atmosphere nzima ya Marekani, na akili za watu waliokuwa wanaamini mtu mweusi hawezi kuwa rais, watu wengi wakabadilika fikra, wakawa wanaamini kwamba mtu mweusi anaweza kuwa kiongozi katika taifa la Marekani. Ni nini kilichowabadilisha? Wanasema ni slogan yes we can. Yes we can ni slogan ambayo Obama aliingia nayo. Kila alipokuwa anaongea akawa anasema yes we can, yes we can. Mwisho wa siku akafanikiwa kuwa rais wa taifa la Marekani. Na ukizungumzia wazungumzaji wazuri, yani kama kuna mtu ataka kujifunza kuongea, amfuatilie Obama wakati anaongea. Obama akiwa anaongea uchoki kumsikiliza. Yani huwa anachekesha ndani yake, huwa ana ladha ndani yake, huwa ana point ndani yake, kuna elimu, kuna hamasa Obama akiwa anaongea. Kwa hiyo alipokwenda na slogan ya yes we can, watu wengi wakamuelewa, wakajikuta wanampigia kura. Hata wale ambao hawakuwa watu weusi wakajikuta wanampenda Barack Obama. Lakini hotuba yake ilikuwa na ujumbe yes we can. Na Obama alipoulizwa kwamba kwa nini kachagua slogan ya yes we can, akasema mwanadamu ukimbadilisha mindset yake, ukimwaminisha kama unaweza, mwanadamu anaweza. Na mwanadamu ukimtengenezea mindset kwamba hawezi, basi mwanadamu hawezi. Sasa ukiangalia maneno haya yanarudi kwenye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala anayosema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwanadamu hawezi kubadilishwa na Allah mpaka kwanza yeye mwenyewe aamue kubadilisha yaliyokuwa kwenye kifua chake. Kwa hiyo maana yake it's all about mindset. Mwanadamu anaweza kubadilika mtazamo fulani kwa sababu mindset yake imeamua kubadilika. Na kama mwanadamu hajaamua kubadilika, huwezi kumbadilisha. Obama alikuwa anaamini ukiweza kumtengenezea mindset mwanadamu, ukimwambia unaweza, mwanadamu anaweza. Ni sawa sawa na mtoto wako nyumbani, ukiwa unamwambia kwamba wewe bwana zero, wewe ni mtu wa mwisho tu, manake unamjengea mindset kwamba aamini kwa yeye ni zero. Lakini ukiwa unaongea naye mara kwa mara, unamwambia kwamba hapana, wewe unaweza. Mbona wewe unaweza kupata A mitihani yote? Mbona wewe unatakiwa uwe wa kwanza? Unamtengenezea mindset kichwani mwake, anaamini kwamba mimi naweza kuwa wa kwanza. Lakini ikiwa kila siku unamkandamiza, ile mindset yake unamjengea uwezo kwamba yeye hawezi. Wataalamu wa psychology wanasema unamtengenezea kitu kinaitwa inferiority complex. Ile hali ya kuto kujiamini inamuingia kwenye akili yake. Kwa hiyo Obama alichofanikiwa kwenye hotuba yake, alichofanikiwa ni kile kitendo cha kubadilisha mindset za watu aliposema yes we can, tunaweza. Na watu kweli wakaamini anaweza, wakamchagua akawa kiongozi wa taifa la Marekani. Ukimwangalia Mandela halikadhalika, alipokuwa ameingia, ameanza harakati za kupambana na makaburu. Kila mmoja anajua haikuwa kazi nyepesi kupambana na makaburu. Ilikuwa ni kazi nzito. Ukisoma kwenye kitabu cha The Long Walk to Freedom cha Mandela, anaelezea kwamba haikuwa kazi nyepesi, ilikuwa ni kazi nzito. Kwa sababu katika wale watu weusi, ndani yake kulikuwa na vibaraka, ambao vibaraka wale walikuwa wakipeleka taarifa kwa makaburu kwamba kuna mpango 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni kazi ngumu sana Mandela alikuwa akiipitia. Lakini mwisho wa siku Mandela akaja akazungumza kwenye hotuba yake akasema I am prepared to die. Nimejiandaa kwa ajili ya kufa. Hiyo ilikuwa ni 1964. 1964 Mandela anaongea maneno hayo kwamba nimejiandaa kwa ajili ya kufa, akiamini kwamba mapambano yale hayatakuwa mepesi. Na kweli Mandela alipata tabu sana, lakini mwisho wa siku
akawajengea uwezo watu wake na akawahamasisha wakamuelewa, wakafanikiwa kuikomboa Afrika ya Kusini. Sasa hizi ni khutba 4, yako mengi sana ndani yake, lakini khutba namba 5 ni ipi? Ndugu zangu, tukisoma kwenye elimu ya public speaking, kwa wale ambao wanafuatilia mambo ya kufuatilia watu wanaozungumza vizuri, na ili uwe mzungumzaji mzuri, wanasema good listeners are good talkatives. Ili uwe mzungumzaji mzuri lazima uwe msikilizaji mzuri. Ukitaka uwe mzungumzaji mzuri, jifunze kusikiliza. Penda kukaa na kutazama watu wanavyozungumza. Sasa jana wakati naangalia hotuba ya Mama Samia wakati anaongea, niligundua kwamba kama kuna hutuba bora nilizowahi kuzisoma kwenye vitabu, basi ile inaweza ikawa ni katika moja, sio inaweza, ile ni katika moja ya speech bora zilizowahi kutolewa duniani. Nimewapeni mfano wa hutuba 4, lakini ile iliyozungumzwa na Mama Samia, ile ni katika miongoni mwa hutuba bora zilizowahi kutolewa tangu ulimwengu kuumbwa. Kwa nini nasema hivyo? Ndio maana nikasema good listeners are good talkatives. Wasikilizaji wazuri wanakuwa wazungumzaji wazuri. Usiwe unapenda kuongea bila kusikiliza. Kaa wasikilize wenzio na wewe utakuwa mzungumzaji mzuri. Ukiangalia vizuri ile hutuba, hakuna mwanadamu yoyote tangu ulimwengu huu kuumbwa aliyewahi kuzungumza maneno kama yale aliyoongea Samia ya kimamlaka. Hakuna. Marais wote unaowajua wewe duniani, tafuta hutuba zao. Iwe ni Obama, ametoa hutuba kubwa duniani ajulikana kwamba yes we can. Rejeeni kina Martin Luther, rejeeni hutuba zao bora duniani. Hajawahi kutokea mtu aliyewahi kutoa hutuba yenye msisimko na yenye mamlaka kama ile. Tanzania hii, Nyerere alikuwa ni mzungumzaji mzuri sana. Sote tunajua Nyerere alikuwa mzungumzaji mzuri sana, na alikuwa akiongea lazima mcheke Nyerere, na alikuwa atumii kitabu wala karatasi. Lakini haijawahi kutokea rais yoyote katika nchi hii aliyewahi kuzungumza maongezi yale. Kwa hiyo unapozungumzia hutuba bora duniani, tuichukueni na ile tuipachike pale. Tanzania hii tangu kuumbwa hakuna mtu aliyewahi kuthubutu kuwazungumzia teki kama alivyozungumzia mama. Haijawahi kutokea Tanzania hii rais yoyote aliyewahi kuzungumza kimamlaka kuwaonya mabeberu wa nje kwamba wasiingilie taifa hili. Haijawahi kutokea. Kulikuwa na mwamba hapa alikuwa anaitwa Magufuli, lakini Magufuli hajawahi kuongea kama alivyoongea mama. Haijawahi kutokea. Ilikuwa ni hutuba yenye mamlaka ndani yake. Ilikuwa ni hutuba yenye maelekezo ndani yake. Ilikuwa ni hutuba ambayo imekuja kufariji na kuponya taifa. Ni hutuba ambayo imekuja kufariji na kuponya taifa. Unajua kwenye nchi hii kuna watu wanajiona wako juu ya mamlaka, wanajiona wako juu ya serikali, wako juu ya dola kwenye nchi hii. Hutuba ile imekuja kuonyesha dola ni dola na raia ni raia ile. Lakini hutuba ile imekuja kudhihirisha kwamba Samia ni comforter in chief, kwamba yeye ndio mfariji mkuu kwenye taifa hili. Kama kuna mtu anajiona yuko juu, hawezi kuwa juu zaidi ya rais, hawezi kuwa juu zaidi ya dola. Na ndio maana ukaona baada ya kuzungumza nchi ikawa kimya. Unajua, niwaambieni kitu kimoja ndugu zangu Waislamu, kuna kitu hamuelewi. Sisi ambao tunapata platform za kusimama na kusema, huwa tunafuatilia wasemaji wanachokisema, tunajifunza kwenye hutuba zao. Juzi Kitima yule katibu mkuu wa TEC, Kitima alifanya press na waandishi wa habari muda mchache baada ya jaji mstaafu Othman Chande ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi wa kilichotokea tarehe Oktoba 29, alikuwa ameitisha
press conference na waandishi wa habari kwa lengo la kutoa uelekeo wa kamati namna gani itafanya kazi. Kitima akaamua kutoka na yeye mbele kwenda kuitisha mkutano na waandishi wa habari. Lengo ni kuwa ile agenda. Muda mchache uliopita mkuu wa mkoa alikuwa ameitisha mkutano na waandishi wa habari, press na waandishi wa habari. Lengo akawaambia kwamba rais kesho ataongea na wazee. Kitima baada ya kauli ya mkuu wa mkoa naye akafanya press na waandishi wa habari. Lengo ni kuua ile agenda. Yaani kupoteza tension ya raia, kwamba wasiwe tension kusikiliza rais anataka kusema nini. Bali alichokifanya akaongea yeye, akachafua hali ya hewa. Unajua hivi vitu nataka watu waelewa sana, ndio wanaweza wakaelewa michezo hii inachezwaje. Sio kama mtu aliyezuka tu kwamba kaamua kuongea na waandishi wa habari. Kulikuwa na matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza, Othman Chande anaongea na habari yake ikameki headline kwamba mwenyekiti wa kamati kaelezea kazi watakayofanya. Vyombo vya habari vyote vikaripoti. Ukiingia kwenye mtandao au kwenye TV, habari ikawa ndio ile. Muda mchache baadaye mkuu wa mkoa anatangaza rais ataongea na wazee kesho. Kitima akaona sasa mbona upepo unabadilika, akaamua kufanya press na waandishi wa habari. Lengo ni kuua zile agenda mbili. Kwa hiyo akaingia akachafua. Sasa Mwenyezi Mungu alipokuwa wa ajabu, kwenye yale maneno yake akamropokesha, akaropoka. Kuna vitu vingi kuna watu walikuwa wajui na wamevijua kupitia yule Kitima alivyoongea juzi. Mashekhi wakiongea, baadhi ya Waislamu mnawaona kama chawa. Lakini uzuri ni kwamba Mwenyezi Mungu amemropokesha yule, kaja kuongea mwenyewe kwamba wao wanapata misamaha ya kodi, wao wana shule kadha. Mimi nilitoa takwimu ya idadi ya shule walizokuwa nazo, kaja kuongea Kitima mwenyewe. Nilitoa takwimu ya hospitali walizokuwa nazo, dispensary walizokuwa nazo, kaja kuongea mwenyewe Kitima. Tunazungumza habari ya memorandum of understanding, watu wakaonaona kama vile sio kweli, kaja kuongea mwenyewe Kitima. Kwa hiyo kawathibitishia watu kwamba wao wanapata kodi, yani kodi yako wewe, wao Wakatoliki wanapata. Kaongea mwenyewe Kitima. Mungu kaamua kumropokesha ili mjue. Kwa hiyo mashekhi wanapokuwa wanaongea wakati mwingine muelewe kwamba hivi vitu ni vya kweli. Sio kama watu wanaongea kama kasuku tu, hapana. Watu wanakuwa na details maalum, wanajua wanapata hiki na hiki na hiki na hiki. Kodi yako wewe unayolipa wanapewa wao. Sasa ajabu ni kwamba tangu mkataba wa memorandum of understanding, tangu miaka ya 90 mpaka leo uliposainiwa, pesa waliochukua wale wa Katoliki inafika trilioni 1.2. Trilioni 1.2. Trilioni 1.2. Pesa waliochukua wale wa Katoliki. Yaani serikali inagawa ruzuku kuwapa wale. Trilioni 1.2. Trilioni 1.2 wanapewa wale. Ni kodi ambayo unalipa mimi, unalipa na wewe na mtu mwingine analipa. Lakini wanapewa wale. Ndio unaona wale wanajenga mashule, mahospitali, mavyuo vikuu. Kuna mtu mmoja ananiambia, msiwaseme wa Katoliki, kwani nyinyi mnashindwa kujipanga? Tunajipanga vipi wakati wale wanapewa pesa na wao unaona vile wanafanya hali maendeleo? Yaani tujipange kwa sadaka za 30,000 siku ya Ijumaa ndio mjenge chuo kikuu. Kitima kaja kawadhihirishia kwamba maendeleo yao wanayapata kwa sababu wanapewa fungu. Kila mmoja amesikia kwa masikio yake. Trilioni 1.2 tangu walipoanza kupewa. Ndio maana unaona wanajenga vile vitu vyote. Pesa hiyo tungekuwa tunagewa na sisi Waislamu, tuko mbali na sisi, tuna hospitali, tuna mashule, tuna mavyuo, tungekuwa tuko mbali. Asiwadanganye mtu kwamba eti kwamba nyinyi mnawasema wale kwamba wale wana mipango, wana hivi ndio maana wana elimu. Sio kweli. Wanapewa fungu la kodi zetu ndio maana wanakuwa vile. Sio sisi tunaosema, wenyewe. Kitima kaongea juzi. Kwa hiyo agenda yake ilikuwa ni kuua tension ya mama wakati anakuja kuongea jana na wazee. Ilikuwa ndo dhamira yake. Lakini ajabu Mwenyezi Mungu akampiga bakora, akaanza kuropoka. Kaongea yote wanayopata, fedha wanazogewa, kodi hawalipi, kila kitu. Mtambani hapa sasa hivi tuagize gari ya wagonjwa tu au gari ya kubebea maiti, tuagize nje tulete pale bandarini. Alafu nenda kaitoe pale upate msamaha wa kodi, nenda katoe uone kama utapata. Hii taasisi ya kijamii tuagize gari tuilete pale kisha tupate msamaha wa kodi kwa sababu yeye inakuja kusaidia jamii, uone kama utapata.
lakini Kitima kaongea kwamba wanapata. Sasa yale maendeleo mnaoyaona wako nayo wenzetu yale ni maendeleo yanayotokana na kodi zetu. Yale ni maendeleo yanayotokana na kodi zetu. Ndio maana siku moja nikawaambia wale wanakata kuti walilokalia. Yaani haya yote haya yasingetokea, ila wale walipoamua kukata kuti walilokalia ndio yote yanadhihirika haya sasa. Sasa kinachotokea sasa hivi na sisi Waislamu tutakuwa tukubali sasa. Mandhari wale wanapewa hiki na sisi tupewe. Ndio kinachotaka kwenda kutokea. Laiti wangekaa kimya wale. Unajua Waislamu kukaa kimya sio kama wajinga. Sio kama wajinga, watu wanayajua haya siku nyingi, isipokuwa Waislamu siku zote wao wanaangalia mustakbali mpana wa nchi yao. Wao hawapendi kuchafua amani ya nchi. Lakini lau kama Waislamu wangeamua kuleta vurugu, pasingekalika hapa. Lakini wao ndio kila siku chokochoko. Ukija kuangalia wao ndio wananufaika. Sasa mkiona yale maendeleo yale maendeleo yao ni kwa sababu wanapewa pesa. Sasa Kitima hayo yote hayo kayaongelea hayo. Lakini mbaya zaidi Kitima alikuwa anaongea kama ndio rais wa nchi. Ajabu. Yaani anashurutisha kwamba haiwezekani maridhiano, inatakiwa wataje watu waliokufa. Yaani kama vile ndio rais wa nchi. Sasa alipokuja yule mama jana kuongea, ile ndio ilikuwa hotuba bora ya kimamlaka. Haijawahi kutolewa katika nchi. Ni nani aliyewahi kuagusa teki kwenye nchi? Nani aliyewahi kuagusa? Sisi wote tunaamini kwamba teki ndio hapo juu kila, tulikuwa tunaamini hivyo. Tulikuwa tunaaminishwa hivyo kwamba maaskofu katika nchi Katoliki katika nchi ndio wenye nchi. Lakini yule mama kathubutu kuambia hakuna mtu anayeweza kuwa juu ya dola. Hakuna anayeweza kuwa juu ya dola. Wote tutabakia kuwa raia. Kila mmoja na dini yake, kila mmoja na itikadi zake, lakini hakuna anayeweza kuwa juu ya dola. Sasa ukiichambua ile hutuba ya mama, ile ni katika moja ya hutuba bora duniani zilizowahi kutokea, kwa sababu katika dunia hii tangu kuumbwa hakuna kiongozi yoyote aliyewahi kuagusa maaskofu. Hakuna. Fuatilia marais wote duniani, hakuna rais wote aliyewahi kuligusa kanisa Katoliki. Lakini mama alisimama kwa ujasiri akawaambia hiyo haiwezekani. Na mbaya zaidi, yani mimi naweza nikawa na chama changu kisha nikajivisha joho la ushehe, nikawa nakuja kuhubiri itikadi ya chama changu kupitia joho la ushehe. Ndio kinachotokea kwa yule ndugu yetu Kitima na wenzie. Wanajivisha vazi la dini, la uongozi wa dini, lakini kumbe wana agenda za kisiasa. Sasa waamue moja sasa, watoke, wajulikane ni wanasiasa. Mbona Sheikh Ponda kaamua kujibainisha? Sheikh Ponda mbona kaamua kujibainisha? Kwa bwana mimi nimeamua kuwa mwanasiasa, na yeye aamue awe mwanasiasa, ajulikane, ili serikali inapodili naye ijue ina dini na kiongozi wa kisiasa. Lakini sasa unapokuwa unaongea ishu kama hizo za kisiasa, alafu umejificha kwenye vazi la dini, serikali inakuwa ikujui kiongozi wa dini au mwanasiasa. Maana kila mmoja kuna namna yake ya kudili naye. Kiongozi wa dini kuna namna yake ya kudili naye, mwanasiasa kuna namna yake ya kudili naye. Kwa hiyo tunapozungumzia hutuba bora duniani, ukiacha hizi 4 nilizowaambia, ya 5 ni hutuba bora aliyoitoa Mama Samia juzi. Whether utataka au utaki, lakini ndiyo hutuba bora iliyowahi kutolewa duniani ile, naiweka namba 5. Na nitaendelea kufanya utafiti na kusoma vitabu, uende ikawa ikashika namba 1. Manake imetupa relief kwenye maisha yetu. Imetuponya vidonda tulivyokuwa navyo. Miaka yote tunaumia. Kwa nini hao wenzetu wanaifanya ndio daraja la kwanza? Sasa ile mama kaja kuivunja ile mama kaja kuivunja. Unajua hao wenzetu tangu Nyerere alipowapa huo uwezo wa kujifanya wao ni daraja la kwanza, wanaamini hakuna mtu yoyote katika nchi anayeweza kufanya chochote isipokuwa wao. Na serikali ifanye wanapotaka wao. Wanaamini hivyo katika mambo yao. Wanaamini hivyo. Lakini Rais Samia amekuja amesema no, sio hivyo katika nchi hii. Sio hivyo. Na mimi nitoe rai na ushauri. Baada ya hutuba ile iliyotolewa Mama Samia kutupa relief wa Tanzania. Maana sio Waislamu tu, mpaka wa Sabato, mpaka walokole, mpaka sio wale wa mashahidi wa Yehova. Maana kuna madhehebu mengi hapa Tanzania. Nao wanalalamika kama unavyoona Waislamu wanalalamika. Mbona hawa wa Katoliki wanapewa wao? Nao wanalalamika.
ile imekuja kuwapa relief. Mimi nina rafiki yangu mmoja Msabato, jana ananiambia bwana, ile khutba aloitoa yule mama imetuponya mpaka sio wa Sabato. Rafiki yangu ni Msabato ananiambia hotuba ile imetuponya mpaka sio wa Sabato. Maana imefika mahala katika nchi wanaonekana Wakristo ni Wakatoliki, si wengine si Wakristo. Sasa unaona namna gani khutba ilivyoweza kuchukua hisia za watu, ni namna gani khutba ilivyoweza kuchukua agenda za watu, ni namna gani khutba iliweza kuzungumza kimamlaka. Rais anaongea vile, rais anaongea vile. Unajua JK ilikuwa bado kidogo amdondoshi, ilikuwa bado kidogo amdondoshi wakati wa utawala wake, miaka yake 5 ya mwisho, bado kidogo ilikuwa amdondoshi, bado kidogo ilikuwa amdondoshi. Laiti kama angekuwa na kauli za kimamlaka kama huyu mama, wasingemchezea. Na niwaambieni hawatomchezea tena, na nchi hii itakuwa stable. Yani baada ya khutba ile nchi hii kila mmoja atafiata mkia. Usitegemee baada ya khutba ile kuna mtu atakuja kuongea tena. Wewe ukiongea atafuta jambo lingine. Ile ndiyo khutba ya kimamlaka. Rais akishasema hivi ni hivi, imekwisha. Kiongozi ni mmoja, rais ni huyu, imekwisha. Hakuna utakuja kusikia tena mtu anasema fyoko kwenye taifa hili, kwa sababu wanaonyesha wazi kwamba wao ndio watu ambao wanawachochea watu kwenda fanyeni hivi vijana, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Sasa ile hotuba ya rais ile alivyozungumza kwamba wameahirisha tarehe 9, wamepanga tarehe 25, akawaambia muda wote tuko tayari. Yani maana yake ule ni ujumbe, ni message imekwenda kwamba mtakavyotaka ndio itakavyokuwa. Kwa hiyo wakiingia barabarani tena watapigwa, wakiingia watapigwa tena, kwa sababu ukishaambiwa usiandamane kisha wewe Muislamu unatoka unakwenda kuandamana, unakufanya vurugu, unatarajia nini? Kwa hiyo ni khutba ambayo ndani yake imebeba mioyo ya watu, imebeba agenda za watu, imechukua hisia za watu. Kwa hiyo ni kupongeza, lakini pia sasa baada ya khutba ile inabidi tukae chini tuanze kutazama vile walivyokuwa wanavipata wale. Sasa inabidi vianze, ile mikataba ifutwe, ile mikataba ifutwe, ile mikataba ile ifutwe, ile mikataba ifutwe. Waliokuwa fedha zote wanazozipata ifutwe. Kama wanapata ruzuku, Wasabato wapate, walokole wapate, Waislamu wapate, kwa sababu hawa nao vile vile wana mashule. Shule ni huduma ya kijamii, hata Mtambani tunao shule hapa, tupate ruzuku. Kuna mtu aliwahi kwenda kutibiwa bure Bugando, KSMC aliwahi kwenda kutibiwa bure, ukienda pale pesa wanapata ruzuku na bado wanatoza pesa. Na sisi hapa tuna shule, kama wao wana mashule tunayo, tupate ruzuku. Kwa hiyo kila mtu apate, la sivyo wafutiwe na wao. Namna walivyolelewa huko nyuma ndio madhara yake haya. Unajua haya yanayotokea ni kitu ambacho kilitengenezwa huko nyuma, ndio madhara yake wanajifanya wakubwa kuliko serikali. Sasa kuondosha hii, vizazi vijao visije kupata tabu na hawa watu, kukata hii mirija yote, kukata hii mirija yote. Kama Waislamu shule zao zilichukuliwa wakati wa binafsishaji huko nyuma, waazimio ya Arusha sina nini, Waislamu nao warudishiwe. Kitima anakiri kwamba wao wamerudishiwa vitu vyao na serikali, Waislamu nao warudishiwe wanavyo vingi. Tukianza kuvitaja hapa muda hautoshi, warudishiwe nao. Sasa hivi tutaanza kudai kila hawa wamekata kutu waliokalia. Watu walivyokuwa wanakaa kimya wakawa wanajiona wao ni wakubwa kuliko nchi. Kila mmoja akawa sasa hakuna kutuambia kitu. Kumbe sio kweli, watu sio wajinga, wanajua. Sasa ifike mahala serikali sasa hivi ikate ile mirija. Ile memorandum of understanding ile ifutwe. Kodi walipe, na kama walipe tasnia za Kiislamu au za dini nyingine na wenyewe wasilipe. Yani wanavyopata wale na wengine nao wapewe. Mkiendelea kuwahendo, kuwafanya kwamba wale daraja la kwanza, nchi hii itaharibika. Matokeo yake ndio kama vile watakuwa wanaongea ovyo, wanafanya hivi sababu wanajiona wao untouchable. Maneno wanayozungumza wale, maneno wanayozungumza wale maaskofu, maneno yale kama anazungumza shekhe anakwenda kwa Segerea. Mimi nakwambieni maneno yale kama siku mimi nasimama kwenye membari hapa naongea kama vile wanavyoongea wale, siku ya pili yake nipo Segerea. Lakini wale wanajiona ni untouchable, yani hawaguswi. Anasimama yule Bagonza yule anaongea maneno ya ajabu ajabu, anafanya uchochezi, hashikwi, haulizwi.
Si askofu gani anaongea vijana msiogope, si na nini hivi na hivi, Mungu nendeni, hashikwi, haulizwi. Lakini akiongea shekhe maneno yale, kuna sheria ya ugaidi imetungwa kule, inaonekana kama sheria ile wameundiwa mashehe vile. Yaani neno ugaidi kama wameundiwa mashehe katika nchi hii, ila wale untouchable. Sasa hiki ni kitu tulikitengeneza wenyewe, lazima tukiondoshe. Kinaondoshwaje? Serikali ifute mikataba yote yote. Mimi niliwaambia hapa Jumaa moja, Mama Samia aliwarudisha, walikimbia wale. Juzi kaongea mama, kumbe mpaka posho zake alikuwa anawapa akienda nje, pesa zake anawapa, wanaishi maisha magumu anawapa. Wamekuja hapa kawapa pesa, lakini wale ndio wanafanya madhara. Ndio maana nikawaambia ile ni khutba bora. Hakuna kipengele yule mama amekiacha kwenye khutba yake, kila kitu ameongea. Nchi imepona. Hawakupona Waislamu, bali mpaka Wakristo wengine wamepona. Mimi na rafiki yangu mmoja ni Mkatoliki, ananiambia yale wanaoyasema wale maaskofu wa Katoliki hawayafurahii yale. Yaani wale waumini wao hawayafurahii. Yale wanaoyasema waumini wao hawayafurahii, kwa sababu wanaona wanapowapeleka siko. Sisi kama Waislamu tuiunge mkono ile khutba ya mama, kwa sababu ndani yake imekuja kutufariji pia. Sisi kama Waislamu tuiunge mkono, imekuja kutufariji maeneo mengi sana, kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba kuna baadhi ya watu wako juu, sisi tuko chini, lakini imekuja kutufariji na kutupa mwanga, kumbe sivyo, hakuna mtu aliyekuwa juu ya serikali. Kwa hiyo tuiunge mkono, kwa sababu kitakachokuja kutokea sasa hivi, kama sio kesho kutwa, kwa vyovyote lazima kuna propaganda itakuja ili kuua ile move ya ile khutba iliyotolewa na mama. Ndio kitakachokuja kutokea sasa hivi. Yaani sasa hivi wamekaa kule na timu yao ya propaganda, wanawaza waje na jambo gani kwa ajili ya kuja kuua ile hotuba. Lazima. Unajua wa jamaa wako very smart. Sasa hivi wamekaa, watakuwa wanatafuta propaganda gani waje waue ile hotuba ya mama, kwa sababu ile hotuba ukisikiliza ya moto. Kwa hiyo sasa hivi wanawaza tuje na jambo gani tuue ile. Sasa kuna kitu kimoja na watu wa serikali, najua watakuwa wanasikiliza. Serikali yetu nayo imekosa watu smart kichwani. Yaani imekosa watu smart, kwa sababu kuna watu wamepewa nafasi hawafanyi kazi yao ipasavyo. Yaani unaona kuna watu wataandaa mpango wa propaganda itakuja hapa kuua ile hotuba, na kuna watu wapo kwenye kazi hiyo kuifanya ile hotuba iende viral. Utashangaa ile hotuba inakufa, iende viral, ile propaganda ya wale wengine inakuja kwa juu. Utagundua kuna watu hawafanyi kazi yao ipasavyo. Lakini ni hotuba ambayo inatakiwa iende viral, kwa sababu imekuja kubeba agenda za watu, imekuja kuponya mioyo ya watu. Sasa inatakiwa wale waongewa nafasi ya kufanya kazi hiyo wafanye ipasavyo. Wao ukitaka kujua kuna watu wamegewa nafasi ya wafanye ipasavyo, rais akiwa anaongea kwenye peji ya Ikulu tu unakuta kuna viewers 50, 20. Nyie mliogewa kazi ya kusimamia peji hii, mbona viewers wapo 100? Nyinyi mnafanya kazi gani? Unajua kuna upungufu mmoja unaotokea sasa hivi. Viongozi waliogewa nafasi hawamfanyi mama kuwa connected na raia. Yaani hawasemi mazuri yanayosemwa na huyu kiongozi, yanayofanywa na huyu kiongozi, hawasemi. Yaani watu wanaaminishwa kwamba haya yote yanayofanywa anafanya Magufuli. Sio kweli. Kwa hiyo kuna watu hawawajibiki kwenye nafasi zao, lakini kimsingi ni kwamba yako mazuri na makubwa anayofanya. Mimi nakwambia ni ukweli. Hakuna kiongozi yoyote nyumba hapo tulipotoka kwa miaka 4 aliyokaa huyu mama amefanya mambo makubwa, ukianza kuhesabiwa hakuna mfano wake. Lakini kwa kuwa hakuna watu smart wa kuweza kuyaongelea, ndio maana watu bado wanafikira ile kama Magufuli. Sio Magufuli. Kuna vitu vizuri anavifanya, isipokuwa watu hakuna wazungumzaji. Kwa hiyo inatakiwa nao kuna baadhi ya maeneo watu watazame hawa waliogewa nafasi hawa kumsemea huyu kiongozi wa nchi, wanafanya kazi yao ipasavyo au wamewekwa pale kula tu, hawamfanyi kuwa connected. Yaani raia hawaambiwi kazi anazofanya rais. Ndio maana wale watu wa propaganda wanakuja wanaingiza propaganda zao, anaonekana kama rais vile hakuna anachofanya, kumbe kuna vitu vingi vizuri anavifanya.
Kwa hiyo lazima nao wajitafakari kwamba je, nafasi walizokuwepo nazo wanazitendea kazi? Wanamfanya rais kuwa connected na raia, kwamba raia wanajua wanachokifanya rais, kwamba hii na hii kafanya rais? Kama wafanye hivyo manake ni hatari. Kwa hiyo sasa hivi wale teki unavyoona wanaandaa propaganda hiyo ya kuja kuzima hiyo hotuba ya mama. Wanaandaa hiyo. Lazima mtakuja kunipata wile. Siku mbili hizi watakuja na jambo ili kuua ile move. Lakini ni hotuba ambayo imekuja kutuponya, imekuja kutupa mwelekeo mpya wa nchi. Imeonyesha kwamba nchi hakuna aliyekuwa juu ya dola. Hakuna aliyekuwa juu ya dola. Kwa hiyo inatakiwa hotuba ile tuiunge mkono. Sisi kama Waislamu tuiunge mkono hotuba ile kwa sababu imekuja kutupa hamasa mpya. Imekuja kutuonyesha uelekeo wa nchi unapokwenda. Kiongozi anaongea kaongea kweli. Kwa hiyo tuiunge mkono ile. Sasa hivi atakuja mengi hapa na hivi mara hivi kuiua ile. Tusimame kwenye yale aliyoongea mama. Uzuri wake alikuwa anayeongea kwa hisia, ni mambo yanayomgusa katika moyo. Na maskini ya Mungu yaonyesha mengine hakutaka kuyasema lakini kalazimika kuyasema, kwa namna watu wanavotibua nchi. Kwa namna watu wanavoharibu nchi kwa maslahi yao. Sasa kila mmoja ameelewa, aloongea mwenzetu upande wa pili tumesikia kwamba nini wanapata na nini alikusudia, lakini ile ndio one of the best speech in the world. Moja ya hotuba bora duniani ile ya Mama Samia. Ile ya Mama Samia. Na watu wajitafakari. Siku mbili hizi takalokuja lolote tuliweke pembeni, twendeni na yale. Ndio yale kichwani kwetu yale. Japokuwa wataanza kubeza watu, vikatuni vitatengenezwa na nini hivi na hivi. Leo nilikuwa natazama CNN wanaanza kutengeneza propaganda za kuiponda ile hotuba. Nimeona propaganda za kuiponda ile hotuba, wanaiponda hivi na hivi, wanafanya hivi. Yaani tayari kampeni maalum ya kuififisha ionekane haina nguvu. Lakini kiuhalisia ni hotuba iliyokuwa na nguvu, ni hotuba iliyotoa uelekeo, imeonyesha mamlaka na imetoa taswira mpya ya nchi inapokwenda. Na nchi ipo stable sasa. Sasa hivi nchi ipo stable, kwamba rais anajulikana nani na raia wanajulikana ni wakina nani. Sasa kitachotokea baada ya hapo, wewe ukitaka kuongea unavyotaka wewe, hiyo ni la kwako. Lakini kiuhalisia ni kwamba rais kashaongea na kashaonyesha dira ya nchi inaelekea wapi. Sio unalazimisha unavyotaka wewe. Mtu anakwambia taja maiti wa idadi ya maiti walizokufa. Sio wewe ni nani? Yaani unailazimisha, serikali unailazimisha ifanye unavyotaka wewe. Yaani imefikia kiwango hicho kwamba Wakatoliki wanajiona wao wako juu ya kuamrisha rais afanye anavyotaka wao. Unajua hizi kauli zao ndio unaona kule Rwanda watu walikufa kwa kauli zao kama hizi. Walikuwa wapo juu ya serikali. Kongo na wenyewe wana mikono yao kule. Yaani Wakatoliki ndio wako hivi. Sasa ile ndio dawa yao. Ile iliyotoka kwa mama ile ndio dawa yao. Imetusaidia mno sisi kama Waislamu. Sizungumzi kwa sababu rais ni Muislamu, nazungumza imetusaidia mno kwenye vilio vyetu vya miaka mingi. Yaani hotuba ile imetupa mwangaza wapi tunakwenda kuanzia. Kwa sababu uzuri wake Kitima kaongea na rais kaja kaongea. Kitima kathibitisha walivyokuwa wanavipata katika na wanavyopata mpaka leo. Kasema. Kwa hiyo hotuba ile imekuja kutupa relief sisi kama Waislamu na baadhi ya madhehebu mengine. Maana kwa Sabato walikuwa wanalalamika, walokole, si wa Lutherani, si wa KKT, si walikuwa wanalalamika, lakini rais kaja kuwapa relief, wamepona. Sasa hivi Wakatoliki wamefiata sasa. Wamefiata hawajui waanzie wapi. Kwa hiyo ndugu zangu, leo nilikuwa nakusudia kueleza hotuba 4 bora zilizowahi kutolewa duniani. Ya kwanza aliyoitoa Martin Luther King, I have a dream. Ya pili, Yes we can, Barack Obama. Ya tatu, nipo tayari kufa, ya Nelson Mandela. Na hotuba ya 4 ni hotuba ya Bwana Mtume Muhammad aliyoitoa katika viwanja vya Arafa. Ya 5 tunaingiza hotuba Mama Samia. Ndio itakuwa hotuba bora duniani tangu ulimwengu kuumbwa. Ile ndio inakuwa hotuba bora. Hakuna hotuba nyingine. Mfuatilie Nyerere, Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, hakuna aliyewahi kuongea kama yule mama. Hakuna. Hakuna. Nyinyi mnajua kuna watu katika nchi ni untouchable, hawaguswi, lakini yule mama kawagusa. Kawagusa direct kabisa, kawagusa. Hakuna aliyewahi kuongea. Kwa hiyo sisi tunaiunga mkono ile. Na tunampongeza, sio kuiunga mkono, tunampongeza pia. Wakitokea watu wanakuja kuiponda,
tutasimama sisi kuanza kuwaponda na wao, sio kuiponda ile khutba, tutasimama kuanza kuwaponda na wao. Inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabr wa adhab yawm al qiyamah.